Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa anafikiria kwa uzito kuiondoa Marekani ndani ya muungano wa kijeshi wa NATO, akiongeza ukosoaji wake kwa nchi wanachama kwa kile anachosema ni ukosefu wa msaada wakati wa mzozo unaohusisha Iran. Katika mahojiano sehemu mbili tofauti yaliyochapishwa Jumatano, Trump alionyesha kutoridhishwa kwake na NATO. Akizungumza na gazeti la Uingereza The Telegraph, rais huyu alisema uwezekano wa kuondoka kwenye muungano huo ni mkubwa. Ndiyo, ningesema ni zaidi ya kufikiria upya. Sijawahi kushawishika na NATO. Nimekuwa nikijua ni kama chui wa karatasi na hata Putin anajua hilo, alisema. Trump alisisitiza msimamo huo katika mahojiano na Reuters, akisema anafikiria kabisa kujaribu kuiondoa Marekani kwenye NATO. Pia alitangaza kuwa atatoa ukosoaji zaidi kuhusu muungano huo katika hotuba yake ya kitaifa Jumatano usiku. Kwa mujibu wa Trump, wanachama wa NATO hawakuisaidia Marekani wakati ilipohitaji msaada, hasa katika mvutano unaohusiana na Iran na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Hawajakuwa marafiki wakati tulipowahitaji, alisema Trump, akiongeza kuwa uhusiano kati ya Marekani na NATO umekuwa wa upande mmoja. Baadhi ya nchi za NATO zimeripotiwa kusita kutuma rasilimali za kijeshi kusaidia kufungua tena mlango wa Hormuz baada ya Iran kuufunga kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Kauli za Trump zinafuatia mfululizo wa ukosoaji wake kwa NATO. Mapema wiki hii aliyataka mataifa yaliyokumbwa na upungufu wa mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango huo kuchukua hatua wenyewe. Akiandika kwenye Truth Social, Trump alionya kuwa washirika wanapaswa kuanza kujifunza kujilinda wenyewe, akiongeza kuwa Marekani huenda isiwasaidie tena siku zijazo. Kauli hizo zimezua mshangao kwa wanachama wa NATO, kwani muungano huo umejengwa juu ya kanuni ya ulinzi wa pamoja chini ya kifungu cha 5 kinachosema kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja ni shambulio dhidi ya wote. Kifungu hicho kiliwahi kutumika mara moja tu baada ya mashambulizi ya Septemba 11, 2001 ambapo washirika wa NATO waliungana na Marekani katika vita vya Afghanistan na zaidi ya wanajeshi 1100 wasio wa Marekani kupoteza maisha. Licha ya historia hiyo, Trump ameendelea kutilia shaka iwapo washirika wa NATO wangekuwa tayari kuisaidia Marekani. Pia alikosoa Uingereza, akimlenga Waziri Mkuu Keir Starmer, akidai kuwa awali alikataa kuruhusu vituo vya kijeshi vya Uingereza vitumike katika operesheni dhidi ya Iran, ingawa baadaye Uingereza ilishiriki katika ulinzi baada ya rasilimali zake kushambuliwa Mashariki ya Kati. Katika mahojiano hayo, Trump alibeza uwezo wa jeshi la majini la Uingereza na kukosoa sera zake za nishati safi. Kujibu hilo, Starmer aliitetea NATO akisema ni muungano wa kijeshi wenye ufanisi zaidi kuwahi kutokea, huku akisisitiza kuwa Uingereza haitavutwa kuingia katika vita dhidi ya Iran. Kauli za Trump zinaonyesha mvutano unaoongezeka kati ya Marekani na washirika wake wa jadi na kuzua maswali kuhusu mustakabali wa NATO pamoja na ushirikiano wa ulinzi wa Magharibi.